Mahakama pamoja na idara ya watoto katika kaunti ya Kwale zimelalamikia ongezeko la visa vya dhuluma za watoto kwenye eneo bunge la Kinango. Idara hizo zimedai kuwa visa vya ulawiti vinazidi kuongezeka katika jamii, huku wazazi wakitakiwa kuwa katika mstari wa mbele kumlinda mtoto wa kiume. Idara hizo pia zimewalaumu pakubwa wazazi kwa kuwatelekeza watoto wao baada ya kesi zaidi ya 400 kuripotiwa katika eneo hilo. Haya yamejiri katika uzinduzi rasmi wa mahakama tamba ya Kinango inayolenga kupunguza mrundiko wa kesi za dhulma za kijinsia mahakamani. Ni kwamba kwa muda mrefu tunasahau kwamba watoto wa kiume pia wanadhulumiwa, na tusidanganyane. Bwana OCS OCPD ametaka kuguza kidogo. Hapa kuna sodomi. Sodomi ipo. Vijana pia wananajisiwa na wanaume wenzetu, kwa sababu mnafikiri mwanamke hawezi kunajisi kijana. Ama anaweza? Anaweza kunajisi. Nafahamishwa hivyo kwa. Kwa hivyo tusisahau vijana. Ile namba ya kesi zinaripotiwa kutoka eneo la Kinango kwa jumla imeongezeka. Napenda kusema kwa mfano hii kwota yenye imepita tumepokea kesi 600 na karibu na 90, lakini kesi 400 na zimetoka Kinango, kuonyesha kwamba kesi nyingi kabisa zimeripotiwa katika hiyo period kutoka Kinango. Hizo ni kesi za watoto. Nyingi ya hizi kesi zinahusu ile tunaita neglect, yaani kutelekeza watoto. Lakini hapo kuna visa vya dhuluma kwa watoto njia ya kingono ambayo tunaita defilement. Ningeomba kwamba all cases ambayo zinahusu maneno ya watoto, tafadhali tusikae nyumbani, tusilete to report, ndio tusaidie watoto wetu. Mumeona kwamba kuna wazazi wengine bado wanadhulumu watoto wao, wanataka kuwaozesha mapema. Kumbuka huyo mtoto wakati unampatiana kwa mzee kama yule, au msaidie yule mtoto. Lakini maybe yule mtoto wakati atasoma, apate masomo mazuri, ataweza kuja na kuwa kiongozi wa kesho. Na mtazamaji